الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدايا ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته أيها الناس. فقد قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ila akhir al-aya. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo gumu mno la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameleta rehema kubwa juu ya waja wema, na kila aliyefikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan amshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na vile vile amtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala ili awe katika watu waliofunga. Kwani ni kipengele ambacho waja wema wanakililia. Waja wema kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani wao ni sawa sawa na watu wenye njaa, wakawa wana njaa kali na kiu kali. Sasa tahamaki yule ambaye atakaye kuja kuwaponyesha anaingia, wanatoa shukurani ya hali ya juu, wayafarahu ashaddu al-farah. Watakuwa wao ni furaha kubwa ya kwao. Kwa nini iwe hivyo? Mwezi huu una majina mengi na yote ni sahihi katika Allah. Ni mwezi wa maghfira kwa watu wema, kweli ni mwezi wa maghfira kwao. Ni mwezi wa rehema, kweli kwa watu wema ni mwezi wa rehema kwao. Ni mwezi ambaye wa kuzidishiwa kila utakachokitenda cha kheri, na vile vile ni mwezi wa kuachwa huru na moto, kwamba mja wangu wewe si mtu wa motoni tena. Ni jambo adimu sana katika ulimwengu. Ukiupata mwezi mtukufu wa Ramadhani, mshukuru Allah na vile vile mtake msaada Allah. Kimecha hapo utakuwa wewe si mfungaji, kama ilivyokuja katika hadithi kudusi kutoka kwa akaambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni hadithi: idha kana awwal min shahr Ramadan habat ar-rih min tahti arsh rahman yuqilu laha al-muthirra tusaffiqu warqa ashjar al-janna hatta tabruzu hurul ain. يقول هل من خاطب هل من حاطب هل من حاطب حتى ما طلع الفجر
يقول يا رضوان ما هذه اليوم فيجيبهن بتربية يا خير النساء هذا أول من شهر رمضان. أيها الحاضرين, kila aliyeufunga, kila atakayejaliwa na kuufunga mwezi huu kwa sharia, kwa masharti yaliyotakiwa na Allah atujalie kwenye masharti haya, na wengi hatavuka kwenye masharti hayo japokuwa tutakuwa tumefunga. Allah, ndio maana nimesema tumtake msaada tufunge. Kinyume hapo hatufungi, na hatufungi kweli. Kuna idha kana awwalu min shahr Ramadhan, itakapokuwa mwezi wa kwa siku ya kwanza ya Ramadhan au Ramadhani nzima, habati ar-ri'i min tati arshi Rahman, hutoka upepo mkali katika arshi, katika chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu, chini ya arshi ya Allah, yuqilu al-musirr, upepo huo unaitwa muthurra. Unapokuwa upepo huo unavuma unaelekea kwenye milango ya pepo, tusafiqu waraka ashjar janna wa hilika al-masar, ule upepo unapiga yale majani ya mti ya peponi, ile yale majani yanapiga kwenye vipete vya mlango wa peponi, vya milango ile ya pepo. Ule upepo, kufungwa kwa mlango wa pepo ni sawa na yai iliyotagwa sasa hivi ambao halina taufa, lakini kwa ajili ya Allah upepo unapenya mpaka unawafikia wale mahulaini kule ndani. Upepo huo ni upepo ambaye una harufu, uzuri wa harufu hiyo haina mfano wa harufu tena ya mafuta yoyote katika dunia hii. Ule upepo unakwenda kuwavaa wale mahulaini kule ndani. Watakapokuwa hiyo upepo umewaingia, ule upepo unawapa vitu ambavyo vinaitwa ashki, ashki ya kutamani mwanaume. Watashindwa kukaa ndani ya pepo kwa kupambwa na ashki, hata tabruzu, mpaka hadi wanatoka ndani ya pepo, wanasimama kwenye matrisi ya peponi wakiwa wanauliza hal min atibe, ya Allah, kuna mwanaume yote atakaye kuja kutuoa, kuja kuoa, tuna hamu ya wanaume, yuko mwanaume muoaji, hal min atibe. Wanageuka huku akiuliza, wanageuka maana ile mpaka wanauliza, mpaka kabla ya kuchomoza ile nyota wanaona kwamba sasa wanaume tumewakosa, watakawarudi kule ndani ya pepo yao. Lakini kwanza wanamuuliza Ridhiwani, ya Ridhiwan, ewe Ridhiwani, ma hadhihi al-yawm, hii ni siku gani inatuadhibu kiasi kama hiki? Wanaambiwa hadha awwal min shahr Ramadhan. Kwanza atamuitika bitarbiyati, kwa tarbia, ayuhal hisan, ewe mwanamke mzuri, hii ni siku ambaye masiku ya mwezi wa Ramadhani. Ni upepo gani umetoka? Hapo sasa ndio watu watajiuliza, watakuwa ni wenye kufunga au la? Ni upepo gani ulikwenda kule? Ni upepo unatoka kwenye midomo ya watu waliofunga. Kuna harufu inatoka kwenye midomo ya watu waliofunga, na ndio maana naambiwa waliofunga asitie mswaki. Si kana kwamba atameza maji, hapana, asitie mswaki, kwa sababu kuna neema inatoka kwenye mdomo wake. Ule upepo ile hewa inayotoka, sio punzi, hewa inayotoka kwenye mdomo wake, kama hewa inayotoka kwa mtu mvutaji gozwe. Ukipitana naye unasikia harufu ya gozwe. Ile ni hewa inatoka kwenye mdomo wake, wala sio punzi yake anakusudia kupumua. Sasa na yule aliyefunga, kuna harufu inatoka kwenye mdomo wake, ile hewa ile. Kwa ulimwengu mzima alivyofunga, Mwenyezi Mungu alitengeneza kuwa upepo mkali haujawahi kutokea kwenye ulimwengu huu. Ile harufu ile, manukato yale yanakwenda katika mvungu wa arshi ya Rahman,
kwenye chini ya Arshi Rahman, kisha Allah anauamrisha uende ukapige kwenye milango ya pepo. Baada ya kupiga, Allah anauamrisha ile upepo anauamrisha unapenya, unaingia ndani ya kule ndani ya pepo. Baada ya kuingia ndani ya pepo, wale watu kule wana harufu. Hii ni harufu gani? Wanauliza. Hii ni harufu inatoka katika midomo ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao wako ndani ya saumu. Tamko hilo likasababisha wao wapandishe midadi kwa kuwatamani hawa wanaume, na mpaka wanachomoka wanatoka nje, ili kama hawa wanaume tayari washakuja watuone watuoe, basi tukiingia peponi tuingia nao. Allah amewajaza ashki kupigwa ni zile harufu za watu waliofunga. Hapo sasa ndio tutapelekea nani atafunga nani hafungi. Ndio maana tumeanza wa idha sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidhu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Wako wenzetu watu bora ambao Allah amewaandaa, wamejipinda kwa Allah na Mungu akawakubali. Wa idha sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidhu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq yaqul rabbana amanna faktubna ma'a shahidina. Allah, watu gani hawa? Wao walikuwa wakifunga mathalani, walikuwa kusengenya hawaachi, kusingizia hawaachi, biashara za utapeli hawaachi, laghawi hawaachi, hawaepukani na sehemu za hatari. Wao wanakaa tu madamu eti wameacha kula na kunywa ndio wamefunga. Haikuwa hivyo. Wanasikia kwamba kama umefunga halafu akakujia rafiki yako mkaanza kumsema mtu asiyekuwepo kwa nia ya kumsengenya, kwa nia ya kumteta, kwa nia ya kuzua, je, mdomo wako unatoka harufu gani? Inatoka harufu ya uvundo wa mbwa iliyooza.